وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يا معشر السامعين حفظكم الله، فإن الله سبحانه وتعالى قد أحل النكاح وندب إليه وجعله وسيلة للاستخلاف والبقاء. قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك فجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. كما أنه سبحانه وتعالى قد حرم السفاح وكل وسيلة للفاحشة، فقال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الآيات. أما بعد، ndugu zangu Waislamu ambao tumehudhuria katika mji huu wakati huu, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala ametuwafikia kukutana hapa kwa jambo kubwa la kheri, jambo la ibada. An-nikah ni jambo la fungo la ndoa. Pana ndoa itafungwa hivi punde hapa, alhamdulillah. Muoaji anaitwa al-aris ashafika hapa, tunaye na mawalii wa muolewa wapo tayari kwa ajili ya kuifungisha ndoa hii. Alhamdulillah, hatua hii ni katika hatua za kuhitimisha hili jambo. Jambo limeanza mbali kuanzia kwenye posa, taarifa zikaja za kumuona binti, zikaja kwa wahusika, wakazichambua, wakajiridhisha, posa yakubaliwa. Kafuatia hatua ya mahari, yakazungumzwa, watu wakapatana, na alhamdulillah leo tumekuja hapa kuhitimisha kwa yale maneno ya kisheria kwenye kufunga ndoa, al-ijabu wal qabul. Kumwambia muoaji nimekuoza, naye akakubali kwa kusema nimemuoa, na hili linafanyika mbele ya shuhud, aqallu shuhud ithnani min ar-rijal, mashahidi walio wachache katika nikah. Kwa madhehebu yetu sisi Shafiia ni wawili katika wanaume. Haikukosekana wanaume wawili, basi walau mwanaume mmoja na wanawake wawili. Wengine katika Ahnaf wanaona yatosha hata mwanaume mmoja muadilifu. Hii ni aqal adadi shuhud, na alhamdulillah sisi tumekuwa ni zaidi ya hapo, tumevuka wawili, walillahi alhamd. Kwa hivyo hili jambo linapita sasa katika misingi ya kisheria. Kwa hivyo kabla ya yote tungelipitisha jambo hili ambalo limetukusanya, na pengine baada ya hapa patakuwa na nasaha fupi sana kwa ajili ya munasaba huu, kwa maslahi ya muoaji
khasa, lakini kwa sisi ambao tumehudhuria katika majlisi hii ya ibada, majlisi ya kheri, tupeane neno kidogo la kukumbusha katika dini yetu kuhusu mambo haya. Kwa hiyo hatua ya kwanza tutaifungisha ndoa hii. Sheikh Siraji kanipa rungu na mimi nalitumia hapa, baba yangu tayib, alhamdulillah. Jambo la akdi kwa utaratibu wetu wa Kiislamu limepita. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذا العقد الخير والبركة، وأن يجمع بين الزوجين في خير والتقى. تموomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie katika ndoa hii kheri tele na baraka. Allah wakusanye wawili hao walioana leo katika kheri na ucha Mungu, ndoa yao iwe ni asili ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kuendeleza tabia zilizo njema, na ndoa yao ni sababu ya kuepuka yote yaliyo ya haramu na njia zenye kuelekea katika tabia mbaya zilizokatazwa. Ndugu zangu Waislamu, mimi sina mengi mapya ya kuzungumza, kwa kuwa hili jambo ni jambo lenye kujulikana katika Uislamu. An-nikah ni maalumu min ad-din bidharura, ni katika mambo yenye kufahamika katika dini yetu kwa dharura, kwa ulazima. Waliosoma wanalijua jambo hili, na hata wale ambao hawakusoma muda wa kuwa wamekulia katika jamii za Kiislamu wanajua kuna jambo la ndoa na kuna utaratibu wa kufuatwa ili mtu kuweza kuishi na mwanamke kwa halali. Kadhalika wanawake wanafahamu uko utaratibu sahihi wa kufuatwa kidini ili uweze kuishi na mume kwa halali. Watu wanajua, na ndio maana hata wazinifu wanajua kwamba wanazini, na mara nyingine wakaambiana, basi mpaka lini jamani, tuzini tu, hebu tufunge ndoa. Mara nyingine wazinifu wakazungumza haya kwa kuwa wanajua kuna jambo la ndoa. Na hili jambo Allah amejalia si tu limeanza wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bali hii ni historia yatoka Allah subhanahu wa ta'ala kuyaleta mafundisho kwa wanadamu kupitia mitume wake. An-nikahu min sunanil anbiya'i wal mursalin, tunaelezwa na wanawazuoni kwamba ndoa ni miongoni mwa sunna za manabii na mitume mbalimbali, walikuwa na utaratibu huu. Na ndio maana al-Imam al-Alim Abu al-Fida Ismail ibn Kathir rahimahullahu ta'ala kwenye tafsiri yake tafsir al-Quran al-Azim, kadhalika al-Imam al-Baghawi rahimahullahu ta'ala katika Maalim at-Tanzil wameeleza kwamba al-Yahudu la'natullahi alayhim walimtia aibu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wakawa wanamkejeli eti kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anaoa, tena anaoa wake wengi. Wakawa wanasema, mali hadha ar-rasul laysa lahu hammun illa fi an-nisa, ana nini huyu mtume? Yeye hana shauku yoyote bwana isipokuwa ni wanawake tu, mambo ya wanawake yamemshughulisha, leo kaoa kule, kesho kaoa kule. Mtume alikuwa anataaddab katika wanawake. Wakajigamba kwamba lao ingelikuwa ni mtume wetu sisi maashara al-yahud, basi ungekuta anashughulishwa zaidi na jambo la da'wa na kufikisha ujumbe kuliko kuoa. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha Qur'an akiwakadhibisha mayahudi hao kwamba wanachokizungumza si haki, ni maneno ya uongo na ni maneno ya ijram, maneno yenye uovu. Bali Allah akathibitisha kwamba jambo la kuoa ni jambo kongwe. Qala Allah ta'ala, walaqad arsalna rusulan min qablik faj'alna lahum azwajan wa dhurriyya, kwa hakika tuliwapeleka mitume wengine kabla yako Muhammad, tuliwatuma manabii wamekutangulia, na tuliwapa manabii hao wake na vizazi, walioa bali wakapata na watoto. Kwa hivyo hakuna maajabu yoyote leo Muhammad ukawa unaoa, na wala si jambo la kutia aibu mpaka hao Mayahudi wazungumze kama vile wanakubeza. Hilo ni jambo la sunna ya manabii hata waliokutangulia. Kwa hivyo mnaona kupitia aya hii na faida hii ya maulama wetu kwamba jambo la nikah ni katika sunna za manabii. Bali ndugu zangu Waislamu, nimesoma baadhi ya ayati hapa, hili jambo limehimizwa
na Uislamu. Allah amewazungumzisha mawalii, wale ambao wanamiliki watu chini yao, ima wakawa ni wanaume au wanawake. Ikawa hawa wanaume wanahitaji kuoa, wanawake watakiwa waolewe, washafikia wakati, mawalii wameambiwa waozeshe watu haraka. Bali hata kama wale ambao wanawamiliki ni watumwa na ni vijakazi, wafanye bidii katika hilo, kwa sababu hili jambo lina kheri. Allah anasema wa ankihul ayama minkum, na waozesheni enyi mawalii wale wajane miongoni mwenu, enyi watu huru. Ikiwa pana watu katika wanaume na wanawake wasio na wenza, basi waozesheni. Wasalihina min ibadikum wa imanikum, vile vile muwaozeshe wale waliowema, waliowacha Mungu katika vijakazi wenu na katika watumwa wenu, kwa maana katika wale masuria, wanawake watumwa wema, wapeni waume. Watumwa wa kiume ambao ni wema, wana akhlaq, wapeni wake. Allah subhanahu wa ta'ala akalihimiza hili jambo kwa namna ya ajabu kabisa, na hii ndio balaghatul Qur'an. Alipotaja habari za watumwa kwamba watumwa wa kike, watumwa wa kiume na masuria wa kike pia waozeshwe, kuna fikra hujijenga katika akili za watu. Utumwa ni jambo duni, ghaliban watumwa hawana mali. Mtumwa yuko chini ya bwana wake, asayid ndio mwenye kila kitu, bali yeye anatumikishwa na pengine kaandikishwa mikataba. Kikawaida watumwa hawana kitu. Kwa hivyo pana dhana zinaweza zikaingia hapo, sasa hata watumwa, basi watumwa wenyewe hawana kitu, hana mbele hana nyuma. Allah subhanahu wa ta'ala kwa umuhimu wa jambo hili akasema in yakunu fuqara, ikiwa watakuwa hawa ni mafakiri, ni mamoja hawa watu waungwana au wakawa ni watumwa. Ikiwa watakuwa ni mafakiri, hawana kitu, msiogope ndoa, msiogope kuoa kwa sababu ya ufakiri, wala msiogope kuwaozesha kwa sababu watu hawana kitu, hawana kazi za maana, danganja tu wanaungaunga. Msiogope. In yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli, ikiwa ni mafakiri hao wenye kuoa au kuolewa, Allah atawatajirisha kwa fadhila zake. Allah ana fadhila, wallahu wasi'un alim. Na Allah subhanahu wa ta'ala ni mkunjufu wa fadhila, ni mjuzi wa kuzijua hali za waja wake. Anamjua asiye nacho na anamjua mwenye nacho, na anajua namna gani atawaruzuku waja wake. Angalia namna Qur'ani ilivyolielezea jambo hili. Mawaidha haya ni mawaidha yetu sisi ambao ni mawalii. Tunao watu chini yetu, wanaume na wanawake, tulipupie kwao jambo la ndoa. Tusingojee mpaka madhara yatokee, tusiwasubirishe watu tukaacha kuwaozesha bila ya sababu za msingi, kwa kuwa hii ni dhima. Lakini pia aya hizi zimetulenga sisi ambao ni Waislamu, hatujaoa wala kuolewa. Tufanye bidii ya kutafuta wake, tuoe, na hili jambo linapata nguvu na linakuwa ni jambo la dharura sana, na linakokotezwa sana katika zama za fitna, kama kipindi hichi ambacho tuko nacho ni kipindi cha fitna. Sasa hivi mambo ya fahisha yamekuwa rahisi, uchafu wa zinaa na yale yote ambayo yanafungamana na zinaa, liwati, ni mambo yamekuwa mepesi. Wanawake wa leo wako wamejiachia, zinaa imekuwa ni biashara rahisi, kwa bei chee tu unampata mwanamke wewe mwenyewe unavyotaka. Unataka short time, unataka kwa siku 2, kwa siku 5, kwa wiki, tele wanawake wa kila aina. Hivyo hivyo kwa upande wa wanaume, watu wamekosa akhlaq, watu wamekosa imani. Hichi ni kipindi kigumu tunaishi. Haya mambo haya ya kuoana yatakiwa yarahisishwe zaidi, jambo la halali liwe jepesi zaidi kuliko haramu, kwa kuwa haramu imekuwa nyepesi. Kwa nini halali inakuwa ngumu? Na hapa ndipo Uislamu unaposema. Utashangaa leo jambo la halali linakuwa vikwazo. Anakuja mtu Muislamu ametuma watu wa heshima, kamuona binti yako au mdogo wako au shangazi yako au jamaa yako yote katika wanawake, kaja kuposa, hata yakiwa vikwazo huyo. Wewe ni nani? Unatoka wapi? Nyinyi ni watu wako gani? Hatujui kazi yako. Una kazi gani? Binti yuko huku, mwache afanye kazi kwanza. Ndio kwanza juzi kamaliza masomo, angalau afanye kazi tuone matunda yake. Yani hoja za hovyo, watu wananyimwa wake au wanacheleweshwa, wakati makasino huko hayana ugumu. Mimi wanapenda kuwaambia msikii matangazo ya makasino huko, watu wanatangaziwa kwaende kwenye madisko na kwenye klabu za pombe
na panaambiwa wanawake ni bure kuingia. Madijei wanatangaza huko, klabu fulani jamaa wanawake bure, ukienda hapo unajiokotea tu bia yako au soda yako. Kwa nini watu waovu wanarahisisha uovu? Sisi Waislamu watu wa haki tunafanya ugumu jambo la kiibada. Allah tuwaidhike na mambo haya, tuyakupie mambo haya khairat, turahisishe milango ya kuoa na kuozesha, tuifungue milango yetu kwa Uislamu kwa utaratibu ule ule ambao Uislamu umeuweka. Uislamu umeweka vigezo bwana vya mtu wa kuozeshwa. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, pindi akiwajieni akabisha hodi katika majumba yenu yule ambaye mnairidhia dini yake ni Muislamu na mnaridhia tabia yake, ana tabia njema, watu wanamsema vizuri, fazawwijuhu, tunasema haraka muozesheni. Illa tafalu takun fitnatun fil ard wa fasadun arid, msipofanya hivi mkamzungusha mkamwekea viuzibe hapo, hoja za hovyo, mkamnyima mke au mkamcheleweshea, utatokea ufisadi na fitna, itatokea fitna na ufisadi mkubwa kwenye ardhi. Hivi ni vigezo vya kuwaoza wanaume wawe na dini na akhlaq. Na hata wanawake tumeelekezwa mke wa kuoa. Mtume sallallahu alaihi wasallam kaelekeza, tunkahu almar'atu liarba'in, limaliha walijamaliha walihasabiha walidiniha fadhfar bidhati ddin taribat yadak. Wanawake huolewa kwa sifa 4, na hizi ni baadhi tu ya sifa, inawezekana zikawa zaidi ya hapo, yategemea mazingira ya watu, lakini sifa kubwa ni 4. Wanawake wanaolewa, mke akaolewa kwa sababu ya uzuri wake au kwa sababu ya mali yake, ni mwanamke tajiri au kwao kuna mali. Mke anaolewa kwa sababu ya ukoo wake, ni mtu ana familia kubwa, ukoo ambao una heshima. Kadhalika wanawake huolewa kwa sababu ya dini. Sifa 4 kazitaja Mtume alayhi salatu wasallam, na utaona watu wengi ndio wanapambana kwenye sifa hizi. Kuna ambao wanatafuta baadhi na wengine wanatafuta zote. Wanawake wazuri ndio wenye kutafuta, wanawake wenye mali ndio wenye soko kubwa hivi sasa, maana wanaume wengi wanapenda kitonga. Kwa hivyo wanawake wenye vipato, wana kazi au kwao kuna chochote, utaona watolewa macho. Hata akiachwa ndoa 10 utaona watu wanajitokeza, kaachwa kaolewa. Nini? Ana chochote. Wewe unaenda pale na mfuko wako tu wa rambo, utahudumiwa na siku na achana unatoka na mfuko wako. Wanawake hao utafutwa. Kadhalika wanawake huolewa kwa sababu ya koo zao. Watu wanaangalia koo, familia kubwa, familia ya viongozi, familia ya wasomi, watu wa mji bwana, mabon town hawa, nikioa pale na mimi pia nitahifadhika kupitia mashemeji zangu wakwe. Watu wanatafuta mambo kama hayo. Lakini pia kuna wengine huoa wanawake kwa sababu ya dini, ni mwanamke mutadayina, afifatun taqiya, mwanamke ana dini, amejichunga, mcha Mungu, mtu wa ibada. Wako watu wanatafuta wake hao. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akatoa maelekezo, na haya ni maelekezo ya msingi, kwa kuwa hakuyatoa kwa utashi. Fadhfar bidhati din, Mtume anasema chagua, ushauri wake alayhi salatu wasallam, mchague mwanamke mwenye dini. Haya mengine yote ni ziada. Taribat yadak, utashika kinono, itashika kinono mikono yako miwili. Baadhi ya wanachuoni wamesema hivyo, kwa maana mkono wako utashika chenye thamani. Wengine wakasema taribat yadak, ukimkosa mwanamke mwenye dini itagusa mchanga mikono yako miwili, kwa kuwa utakuwa umekula patupu. Hata kama ana sifa zote lakini hana dini, wewe utakuwa umepotea. Na angalia watu ambao wameoa wanawake wasiokuwa na dini. Nyinyi ni watu wazima, mnajua namna familia zinavyoyumba huku katika malezi, magomvi. Lakini ukiangalia wanawake wengi hawana akhlaq. Mtu hakuchagua aoe mke wa sifa ipi iliyoelekezwa na Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Ya kuambiana ni mengi, lakini haya machache yawe ni nasaha kwangu mimi na kwa bwana harusi ambaye leo ni siku yake kubwa. Ametimiza wajibu huu wa kidini kwa utaratibu wa kisheria, kwa huduru tulivu, angalia, bila munkar, hakuna fujo, hakuna maasi ya muziki, hakuna bala lolote, hakuna sufur, huduru. Hakadha Islam, heshima. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala alijalie jambo hili lenye baraka, na ujumbe huu ambao tumeutoa utufae sisi wenyewe na ndugu zangu Waislamu ambao wamehudhuria hapa, lakini zaidi umfae bwana harusi na mkewe ambao wao leo ndio siku yao. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kiram ajma'in. Tuseme wote subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fik.